Unaikumbuka ile video iliyosambaa ambapo dereva alikuwa anaendesha gari Singida huku akiwa anasikiliza hit single ya mziki ya Darasa, ambapo alijiachia mpaka akasahau ama akaachia usukani wa gari na kuanza kucheza. Well, yule jamaa baada ya video hiyo kusambaa alipelekwa straight mahakamani, lakini issue imeanza kukumbushiwa tena baada ya msanii Diamond Platnumz kuitwa polisi kwa kosa la kuendesha gari bila kuvaa mkanda, lakini pia aliachia usukani na kucheza mziki kwenye gari yake na baadaye alilipishwa fine kwa kosa hilo. Sasa watu wakawa wanajiuliza kwa nini Diamond alipishwa fine wakati yule jamaa wa Singida alifikishwa mahakamani direct. IOTV Entertainment imempata Kamanda Mpinga ambaye ni mkuu wa kikosi cha usalama barabarani na kuelezea kwa nini yule dereva wa Singida alifikishwa mahakamani direct, lakini Diamond Platnumz alipewa onyo pamoja na kulipa fine. Kwanza niseme tulikuwa tumemuita Diamond, mwanamuziki maarufu hapa Tanzania na duniani kwa ujumla, kutokana na clip ambayo ilikuwa imesambaa kwenye mitandao kama wiki moja na nusu iliyopita, ambayo ilimuonyesha akiendesha gari na akiimba wimbo wake. Lakini sisi kuiangalia ilitupa wasiwasi kutokana na kuonekana akivunja sheria za usalama barabarani. Na kama ilivyo kawaida, kama wananchi watakumbuka, kulitokea tukio jingine kama hilo linalofanana, ingawa la kwanza lilikuwa baya zaidi, ambapo dereva na watu wake walikuwa naimba wimbo ule wa Darasa, ambapo sisi kama jeshi la polisi tulimkamata yule mhusika, tukamchukulia hatua kali na in fact ni kwamba tulimpeleka mahakamani kule Singida na kesi inaendelea. Lakini tulipoona ile tukio vile vile, kama nilivyosema, mimi mwenyewe binafsi nilimtafuta mwanamuziki wa Diamond, nikampa maelekezo aripoti kwangu. Na juzi alikuja, lakini bahati mbaya hakunikuta kutokana na shughuli mbalimbali zilizokuwa nazo kwa juzi. Lakini jana ni vizuri sana ameitikia wito, amekuja hapa kituoni akiwa na meneja wake. Kwa hiyo tulichofanya kwanza ni kuandika maelezo yake ambayo tulifanya mahojiano pamoja na kuandika, na kwa kweli kimsingi naweza kusema na yeye mwenyewe alijutia kile kitendo ambacho alichofanya kwa uendeshaji ule wa hatari. Na sisi wazi kabisa tulimwambia umefanya makosa, na makosa ambayo tumebaini ndile anaonekana hajafunga mkanda, ambao ni kosa kubwa. Lakini la pili ni ile uendeshaji wa hatari ambao tuliona, ambao uliambatana pamoja na kuachia steering kiasi ambacho lolote kama lingetokea angeshindwa kudhibiti gari na hivyo kuleta madhara sio kwake tu, lakini kama ulivyoona ile clip alikuwa pamoja na familia yake. Na sisi kwa kweli kama jeshi la polisi kwa usalama barabarani ni kuhakikisha wananchi wanakuwa salama wakiwa barabara. Ingewezekana akaleta madhara kwake na familia yake, lakini vile vile hata kwa watumiaji wengine wa barabara. Kwa hiyo tuliona ni kitendo kibaya alichofanya. Tukamwandikia faini kama ilivyo utaratibu kwa makosa mawili, kila kosa 30,000. Kwa hiyo alipa 30,000 na alipa mara moja. Kwa hiyo ni hichi ambacho kilitokea jana. Na mimi niseme nimpongeze sana Diamond na kwa kuja kwake na kukiri kwamba alifanya kosa, amejutia. Kama tunavyojua kwamba yeye ni kioo cha jamii, ana wapenzi wengi, sio hapa Tanzania tu lakini dunia kwa ujumla. Kwa maana kwamba ingeweza kukuta hata washabiki wake wanaiga kile alichofanya, kitu ambacho kingekuwa kibaya. Lakini kuna wasanii wengine wanaochipukia nao wangeiga kile anachofanya. Kwa hiyo sisi tuliona ni kitendo kibaya, na bahati nzuri amejutia, na mmeona jinsi alivyoandika hata katika mitandao alichotoa maonyo au uangalifu kwa watumiaji wengine wa barabara kutohakikisha kwamba wanaendesha kwa usalama na wanafunga mkanda. Sisi siku zote tumekuwa tukisema hata swala la kufunga mikanda. Mimi wito wangu, tuchukue mfano huu wa mwanamuziki Diamond, tuuige kwamba mtu unapofanya kosa ujutie ile kosa, lakini ukubali kujirekebisha na ukubali kuja kituoni ukafuata taratibu. Lakini kikubwa zaidi ningesisitiza wananchi kwa ujumla wanaotumia barabara kufuata sheria na kanuni za usalama barabarani popote, kwa sababu sisi tunaweza kukufikia na tutachukua hatua kali kwa mtu yoyote bila kujali ana hadhi gani katika jamii. Kwa mimi niwaombe sana wananchi kuzingatia sheria na kanuni za usalama barabarani. Labda niseme tofauti na tukio la Singida na hili ni kwamba lile la Singida iliyopotewa kwenye mtandao, wakati ule anaendesha likawa limerushwa kwenye mtandao,
na sisi tukaweza kupata taarifa. Kwa hiyo tukaweka mtego kule anapokwenda, akaweza kukamatwa pale pale. Kwa hiyo tukaweza kuchukua hatua ya kumweka mahabusu pamoja na kumpeleka mahakamani. Lakini tukio la Diamond sisi tumeliona kwenye mtandao, hakuwa anaendesha live, kwa maana kwamba tukapewa taarifa mapema tukaweka roadblock au mae tukamkamata. Hapana, hii ni tukio ambalo lilitokea, anajua wenyewe ni lini, lakini ametuambia tarehe kwenye maelezo, ameandika ni tarehe ngapi, lakini ni tukio ambalo lilirushwa kwenye mtandao, halikuwa linaendelea wakati huo, kwa maana kuweza kuweka mtego na kuweza kumkamata, ambapo vile vile tungeweza kuchukua hatua zinazofanana na zile wa Singida. Lakini labda vile vile niseme kuna kitu ambacho watu wanazungumza, kwa nini huyu hakupelekwa mahakamani na huyu labda tumemwandikia fine peke yake. Ukiangalia haya matukio mawili unaweza kusema yanafanana, lakini tukio la Singida lilikuwa baya zaidi kuliko hili ambalo limeonekana kwa Diamond. Kwa maana gani? Kwa maana kwamba la Singida kama mnavyojua ni kwamba aliondoka kabisa kwenye usukani, akarudi nyuma, ukawa kuna mtu anashikilia ile steering kuongoza. Lakini kwa Diamond yeye pamoja na kwamba aliachia steering, lakini alikuwa yuko pale pale. Kwa hiyo kwa maana kwamba kitu chochote kingetokea, angalau angekuwa anaweza kuwahi kushika usukani, tofauti na ile ya Singida. Lakini vile vile kama unavyojua magari yote ya kisasa ambayo liko katika hali nzuri, mtu unaweza ukaachia steering, kwa maana gari ikaweza kwenda peke yake kwa sekunde kadhaa. Ni magari yote ya kisasa kama limepimwa vizuri, wheel alignment yake vizuri, upepo uko mzuri, linaweza likaenda sambamba kwa speed fulani, ingawa sio kwa speed kubwa. Kwa hiyo tuliona lina tofauti hiyo, na ndio maana tukasema kwamba alipe fine kwa makosa yale mawili. Lakini niseme kwa kulipa haya makosa mawili kwa notification, bado ni adhabu ambayo iko kwa mujibu wa sheria. Kupelekwa mahakamani ni hatua vile vile, kuandikiwa fine vile vile ni hatua ambazo zote ziko kwa mujibu wa sheria ya usalama barabarani. Nafikiri kwanza, kama nilivyosema, alikuwa anajutia kosa alilofanya, lakini pili, anajua madhara yake kama mtu kwa kosa la namna hii ukapelekwa mahakamani, kwa maana mahakama inaweza kuamua kukufunga. Kwa hiyo ilikuwa na maana labda utanyea debe, kwa maana ukipata kifungo mahakamani. Lakini kwa maana sisi kama jeshi la polisi, hasa kuhusu usalama barabarani, tunapoadhibu kwa faini za papo kwa papo huwa ni shilingi 30,000 kwa kosa, na ndicho ambacho tulichofanya. Lakini kama tungeamua kumpeleka mahakamani, sasa ni hakimu anaweza kuamua kweli kwamba akamfunga mwezi mmoja, wiki mbili, wiki tatu na kadhalika, kulingana na maamuzi ya hakimu. Kwa hiyo niseme alikuwa anahofia kama anatoa onyo kwa wengine kutofanya makosa kama haya ambayo yanaweza kumpelekea kupata kifungo mahakamani, kwa maana akaenda magereza. Lakini pia baada ya picha za Diamond kusambaa mitandaoni akiwa yuko pamoja na Kamanda Mpinga wakati akiwa anakosa ambalo lilikuwa linamkabili, watu wakaanza kuhoji kwa nini ni sahihi kupiga picha na mtuhumiwa. Tunasema ni kweli kwamba yeye alikuwa mtuhumiwa kwa maana ya kosa alikuwa amefanya barabarani, lakini bado yeye ni binadamu kama binadamu mwingine yoyote. Kwa hiyo anapotaka kupiga picha huwezi kukataa kwa sababu yeye ni mtuhumiwa ndio useme kwamba usipige picha kwa sababu yeye ni mtuhumiwa. Hapana, yeye bado ni binadamu kama mtu mwingine, na mimi ni binadamu kama yeye, na watu wengine ambao wanataka kupiga naye picha ni binadamu, pamoja na kwamba tunamtuhumu kwa kosa ambalo tumelimwona amelifanya barabarani, tukamhukumu kwa kulipa fine. Bado ana haki ya kupiga picha. Kwa hiyo mimi sikuona kama kuna ubaya yeye kupiga picha na mimi. Lakini inaweza kuwa vile vile ni nafasi nzuri kwa kamanda kikosi cha usalama barabarani kupiga na mwanamuziki maarufu hapa duniani. Tulimuuliza Kamanda Mpinga pia kwa wale wapenzi wa kufungulia sauti kubwa sana kwenye magari, je, hilo ni kosa kisheria? Muziki kisheria sio kosa sana kama muziki huo unaofungulia hautaenda kukufanya wewe ushindwe kuongoza gari inavyopaswa. Kwa maana kwa sababu huo muziki kwenye gari ina maana wanasikiliza wale walioko kwenye gari, lakini wewe unaendesha unatakiwa uzingatie unavyoendesha salama, kwa maana pasipo kusababisha ajali. Kwa hiyo kufungulia muziki kwenye gari bado sio kitu kibaya, kwa sababu hakiendi kuathiri wewe unapoongoza gari lako barabarani. Lakini vile vile kuweka muziki mkubwa sana kupita kiasi inaweza kuwa na madhara, kwa sababu
Inawezekana ukapigiwa honi usisikie, inawezekana kikatokea kitu kibaya kwenye gari yako usisikie, kutokana unakuwa unasikiza sana huo mziki. Kwa hiyo bado inategemea ni mziki umeweka kwa sauti ya kiwango gani, kiasi ambacho kinakufanya wewe usiweze kusikia yale ambayo yanakuzunguka wakati ukiongoza gari lako barabarani. Hatujawahi kwa kweli kuweza kukamata mtu ambaye ameweka mziki mkubwa au anafungilia mziki mkubwa. Kwa kweli hatujawahi, lakini tu labda nichukue kama ambavyo umeuliza, ni ushauri tu kwa wote ambao kweli tumekuwa tukiona wakati mwingine gari inaweza kupita ghafla lina mziki mkubwa sana. Mimi ushauri yangu tu ni kwamba wasifungulie mziki mkubwa kiasi hicho, kwa sababu inaweza mziki ukawafanya wasisikie yale ambayo yanawazunguka na kuweza kusababisha ajali kutokana tu na kutosikia. Lakini vinginevyo bado tunasema kwa mfano labda naweza kuzungumzia swala la sauti, labda ikitoka kwenye exhaust inaweza kaleta kama hofu au kuleta madhara kwa watu wengine wenye kuugua ugonjwa fulani, au kwa mfano ugonjwa wa moyo na kadhalika. Inaweza kuwa ni mbaya, kwa maana sauti yake inakuwa kubwa, exhaust au mziki. Kwa hiyo bado niwatake wananchi wanaoendesha magari, hasa vijana, kutoweka mziki mkubwa sana wanapoendesha kwenye vyombo hivi vya moto, hususan magari. Lakini pia kama utakumbuka, lilitoka agizo kutoka kuhusu magari kutokuwekwa full tinted, na baadhi ya wasanii, I remember hata nikiwa Pili aliandika kuhusu hilo, na pia alishaongea kwenye interview na IOTV na kusema kwamba naomba wasanii wafikiriwe tena, kwa sababu kuonekana kwao ni mtaji, na pia wasanii wasipoonekana inawaongezea credit kwenye faini yao. Kamanda Mpinga alisema hivi: labda mimi nisisitize utoaji wa tinted, kama ambapo nimesema na nimekuwa nikirudia, ni kile kioo cha mbele, kwa maana front windscreen, ndio ambapo nimesema kwamba ile tinted itolewe, na mtu anaweza akaacha kile strip cha juu ambacho kinamzuia ile mianga ya juu anapoendesha. Lakini huku kwingine kwa kweli sikutoa maelekezo, na bado watu wengine wanaweka kwa ajili ya usalama, kama ambavyo wanamuziki wamekuwa wakisema. Lakini vile vile naona kweli hilo ni tatizo, hasa wanamuziki wasipoweka tinted, kwa maana vioo vya pembeni, kwa sababu nimepata uzoefu kwa jana, wakati Diamond alipokuja hapa kwangu. Nafikiri alikuwa ameogopa kuja na gari ambalo ni tinted, kwa alikuja na gari ambalo liko plain kote kabisa. Nimepata taarifa alipata tabu sana alipofika hapa kituoni, baada ya watu kugundua kwamba ni yeye. Walikuwa wakimfuatafuata. Tofauti kama angekuja ameziba, labda watu wasingekuwa wengi kiasi hicho. Kwa hiyo bado ni kitu ambacho wakati mwingine kinawasaidia baadhi ya watu, kwa maana ya kazi maalum. Wakati mwingine kunakuwa na kazi maalum, lakini niseme tu kioo cha mbele bado nasisitiza tuendelee kukitoa, kwa sababu naamini kinasaidia na yeye kuona vizuri anapoendesha chombo kile cha moto. Lakini vile vile kuna mtindo vile vile wakati mwingine watu wakiweka hata tinted kwa chini, kiasi ambacho wanabaki na sehemu ndogo tu ya kuona kitu kile, nacho kwa kweli tumekataza. Kioo lazima kiwe clear, kama ambapo gari imetengenezwa toka kiwandani. Hapana, sijapata ombi lolote kutoka kwa msanii yoyote akiomba labda kuzuia kuweka tinted au vinginevyo. Sijapata ombi lolote, lakini tujue kwamba sisi tunatekeleza haya kwa mujibu wa sheria, kwa maana lazima tuhakikishe kwamba wanaotumia magari wao wenyewe vyombo vya moto wanakuwa salama, lakini na wale wengine watumiaji wengine wa barabara, wako watembea kwa miguu, wa pikipiki na magari mengine. Kwa hiyo lazima tuhakikishe kuwa tunaendelea kuwa salama. Kwa hiyo kwa kweli ni cha msingi niseme kwamba sijapata maombi yoyote ya kuhusu tinted au maelekezo ambayo nimetoa yanayohusu tinted. Well, nadhani wale mlikuwa na maswali over hiyo issue mtakuwa mmepata majibu yake. Usiache kuniandikia maoni yako hapo chini kwenye comments. Lakini pia kupata story nyingine na kali kama hizi, usiache kusubscribe katika YouTube channel yetu ambayo ni Millard Ayo. Instagram, Facebook, Twitter na Periscope ni jina hilo moja la Millard Ayo. Pia unaweza kuinstall application ya Millard Ayo kwenye Android na iOS. And of course, unaweza kupata stories zote kwa undani kwenye millardayo.com. Mimi naitwa Asteria Mvungi. Asante.